Anapokuja mtu mwingine ambaye ana ujuzi wa kuitumia ile kamera au ile simu au ile kompyuta, anapoishika na kuitumia mpaka unashangaa mbona imetoa kitu bora kuliko, ni kwa sababu huyu ana ujuzi wa tofauti. Kompyuta ni ile ile, lakini mtumiaji ni tofauti. Vivyo hivyo katika masuala ya kiroho, kinachotutofautisha katika masuala ya kiroho ni ufahamu, ni ujuzi, ni maarifa. Mungu mwenyewe anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hajawakataa kwamba sio watu wake, anasema ni watu wangu, lakini uangamivu walionao ni kwa sababu hawana maarifa. Wapo watu wengi sana katika jitihada za kiroho na vita ya kiroho, wameshindwa vita, wamekuwa katika msongo mkubwa kwa sababu hawakujua mbinu hizi, aina mbili za kupambana kiroho. Kuna ukweli usiopingika ambao lazima ukubali, ya kwamba maisha ya Kikristo mara nyingi yanaelezewa kama vita vya kiroho. Lakini tukiishia tu hapo kuelezea vita vya kiroho, ya kwamba ni vita vya kiroho, unaweza ukawa na hofu bila kuelewa kwamba hii vita ikoje. Wakati mwingine waumini wanakosa kuelewa kuwa vita hii tayari imeshashindwa kwa niaba yetu na Kristo Yesu. Kwa hiyo waumini wanajiingiza kwenye changamoto ambayo hawajui ya kwamba kumbe tayari Mungu ameshawashindia tayari. Kwa hiyo wanapambana katika mtazamo ambao sio mtazamo wa kimungu. Piga picha juu ya mtu ambaye anajaribu kuua mnyama aliyeuawa tayari. Hivyo badala ya kupigana ili ushinde, unatakiwa upigane ukiwa umesimama kwenye ushindi. Nataka hii ingie akilini mwako vizuri. Ukielewa kile ambacho Kristo amekutendea tayari, utapambana ukiwa umesimama kwenye ushindi badala ya kupambana ili ushinde. Kwa hiyo kuna aina mbili kuu za kupambana. Ndio maana nimesema kuna aina mbili kuu za kupambana kiroho. Kuna watu ambao wanapambana ili washinde, na kuna watu ambao wanapambana wakiwa wamesimama katika ushindi. Haya ni makundi mawili tofauti ya watu, tutayaona katika Biblia, na utashangaa ya kwamba pamoja na kwamba tunataja habari ya kile Kristo alichokifanya, lakini utagundua kwamba makundi ya watu alikuwepo tangu Agano la Kale, hata kabla Kristo hajafa, kwa sababu kila kizazi kimepewa mfumo wake wa ukombozi na ulikuwa kamili kwa wakati wake, ila vyote vilikuwa vinasonda kidole katika ujio